mtapata shida, mkose misaada, maisha hayako hivi. Ni maneno ya Shilole, ambapo mwanamuziki, mwigizaji na mfanyabiashara kutoka hapa Tanzania ameweza kuwapa ushauri wadada tofauti hapa mjini ambao wanajifanya wanaishi maisha ya juu, huku wakiwa wanaweka wazi mafanikio yao na matumizi yao ya pesa kwa siku, huku akiwataka kwamba waache na haya mambo, kwa sababu kuna siku wanaweza kupata shida na wakashindwa kusaidiwa kwa kuwa wanajionyesha kwamba wana maisha ya hali ya juu. Kwa mjibu wa Shilole, anasema kwamba wadogo zangu, mnaojitangaza kila kukicha kwenye mitandao na vyombo vya habari kuwa mna maisha ya juu na maisha kwa gharama, mara mnatumia bando la milioni 3 kwa siku, mara mnasuka kwa laki 6, punguzeni maisha hayako hivyo, mtapata shida, mkose watu wa kuwasaidia. Ni ushauri wa bidada Shilole kwa baadhi ya mastaa wa kike wanaojifanya kuishi maisha ya gharama. Kwa mjibu wa Shilole, aliweza kuwapa nondo hizo wadada wa mjini ambao kwa siku za hivi karibuni wamekuwa wakijisema kwenye mitandao ya kijamii, lakini pia hata kwenye vyombo vya habari, kwa kuweka wazi kwamba wao wana maisha gari sana, yani wanatumia vitu vya bei kubwa. Yani unakuta mmoja anasema anatumia bando la milioni 3 kwa siku moja, lakini mwingine anasema anatumia mkusuka kwa laki 6, lakini huku wengine wakidai kwamba nguo wanazozivaa, yani kijumla kimoja kinatumia milioni kadhaa. Mabala anatumia mafuta yanatoka nje, anaagiza, yani yeye hatumii vitu vya ndani, huku akiwadai kwamba nitakiwa wapunguze kwa kuwa maisha hayako hivyo, kwa kuwa kuna siku wanaweza kupata shida wakashindwa kusaidiwa, kwa kuwa wanaonyesha kwamba wana maisha ya gari. Hivyo mtu ambaye anaonyesha maisha ya gari hawezi kusaidiwa hata kipata shida, kwa kuwa anakuwa tayari anajiweza. Kwa mjibu wa Shilole, aliwaambia kwamba punguzeni maisha hayako hivi, mtapata shida, mkose watu wa kuwasaidia. Aliweza kufunguka Shilole, ambapo Shilole yeye ni mfanyabiashara wa masuala ya chakula, anamiliki migahawa inayojulikana kama Shishi Food, lakini pia ni mwanamuziki. Lakini licha hilo pia ni mwigizaji. Aliweza kuwashauri wadada hao wa hapa mjini.